Mtazamaji wa Tanzania ITV, hujambo? Lakini kabla ya taarifa hizi kubwa ambazo ni za asiri naenda kuzitoa, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Sasa kuna siri ambayo imefika katika meza yetu ya utangazaji hapa Mbeya, ambapo tunapeperusha matangazo. Habari hizi zinadai kwamba rais wetu katika taifa hili la Tanzania, Samia Suluhu Hassan, anadaiwa kupenyeza mabilioni ya pesa kuelekea Marekani ili kutetewa asifungwe na kusafishwa, haswa kwa uongozi wake. Inasemekana ya kwamba serikali ya Samia Suluhu Hassan imeajiri kampuni moja kule Marekani ambayo ni ya lobbying, inajulikana kwa jina LSC, ambayo imesajiliwa kule Marekani, huku ikikabidhiwa mabilioni ya pesa za Tanzania ili kushawishi serikali ya Marekani, ili kushawishi bunge la Marekani, ili kushawishi taasisi mbalimbali za sera, ili kushawishi vyombo vya habari, ili kushawishi mashirika mbalimbali katika uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, ili asije akaonekana vile amekuwa akionekana baada ya taifa letu la Tanzania kuchafuliwa jina katika mataifa mbalimbali. Sasa kampuni hii kazi yake ni kuhakikisha ya kwamba imesafisha serikali ya Tanzania, imemsafisha Rais Samia Suluhu Hassan ili asije akashitakiwa kule ICC, ili asije akanyimwa misaada na mataifa mengine. Sasa hii ni njia moja ya kujitetea katika uongozi wake. Hii ni njia moja ya kutumia hela za Mtanzania vibaya. Njia moja ya kutumia kodi za Watanzania vibaya, kwa sababu mabilioni ya pesa kulipwa kampuni ya LSC ili kumsafisha Samia Suluhu Hassan ni jambo ambalo halina msingi wowote. Sasa hivi kuna wale ambao tunajiuliza hizi hela zimetoka wapi na ni kwa nini zinatumika vibaya kulipo kwa kampuni ili kuleta picha nzuri katika taifa la Tanzania na kusafisha maovu yale ambayo yametendeka bila ama kabla ya haki kupatikana katika taifa letu la Tanzania. Na sasa hizi hela zingetumika kuweka maji katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, kwa sababu kuna wengi ambao hawana maji kufikia sasa. Kuna sehemu zingine ambazo ziko na maji machafu sasa hivi tunapoenda hewani. Kuna maeneo ambayo hayana stima sasa hivi tunapozungumza. Kuna shule mbalimbali, ziwe zile za msingi, ziwe zile za sekondari ama za upili, hazijajengwa vizuri. Mbona hizi hela hazingetumika kujenga mashule ili kufanikisha shughuli za masomo katika taifa la Tanzania? Kwa nini hizi hela hazikutumika ili kunogesha uchumi kwa kujenga masoko ambapo Watanzania, akina mama, vijana wataenda kufanya biashara ili kunogesha uchumi katika taifa letu la Tanzania? Ni jambo ambalo tumeshindwa cha kusema, lakini mabilioni yamepenyezwa kwa kampuni ya LSC ili kushawishi Marekani, bunge la Marekani, taasisi za sera, vyombo vya habari kumsafisha Samia Suluhu Hassan. Lakini najua hii ni mbinu moja anatafuta ili aweze kukabidhiwa misaada. Ikumbukwe taifa la Marekani kupitia bunge la Seneti liliweza kusitisha
misaada katika taifa letu la Tanzania. Taifa lingine ambalo liliweza kusitisha misaada ni taifa lile la Uswidi na taifa lile la Canada, na hata bunge la Ulaya liliweza kukatisha misaada kukuja katika taifa letu la Tanzania, kwa sababu huenda Samia Suluhu Hassan ameona hii ni hatari kubwa. Ameona tunaenda kuzama kiuchumi, kwa sababu hamna hela za kufanya maendeleo. Lazima atatumika njia zote, atumie hela zetu za kodi ili kusafisha jina la Marekani, ama yani jina la Tanzania na yeye mwenyewe, ili mradi aweze kukabidhiwa mikopo ama misaada kuendesha uongozi wake ambao aliweza kuchukua bila kura kupiwa vile kuna stahili. Kwa sababu sasa hivi tunapoenda hewani, kiongozi wa mrengo wa upinzani haswa chama cha Chadema Tundu Lissu amezuiliwa zaidi ya miezi 9. Ni kwa sababu ya siasa. Mpina naye akazuiliwa, hakuwania kiti cha urais, jambo ambalo liliweza kufanikisha Samia Suluhu Hassan kujitangaza kwamba amepata 97.9, kumaanisha ni 98 kulingana na kura zile ambazo waliweza kuziweka pale kwamba amepigiwa. Na kwa kweli Watanzania wanashangaa zile kura zilitoka wapi, kwa sababu watu walianza kuandamana tarehe 29 wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, lakini na mitandao ikazimwa. Baadaye tukaona tume ya uchaguzi ikimtangaza Samia Suluhu Hassan kushinda kiti cha urais. Kwa hivyo sisi tunapopata siri lazima tuziitoe ili kuweka Watanzania wenzetu na watazamaji wote kujua kile ambacho kinaendelea, kwa sababu inasemekana ya kwamba hela za mlipa kodi Tanzania zinaenda kutumika vibaya baada ya uongozi wa sasa wa Samia Suluhu Hassan kuamua kuajiri kampuni ya lobbying ambayo imesajiliwa kule Marekani kwa bilioni kadhaa ili kushawishi Marekani na bunge la Marekani na taasisi za sera, vyombo vya habari kusafisha taifa la Tanzania na kumsafisha yeye mwenyewe, ili huenda asije akashitakiwa kulingana na maovu ama kufuatia maovu yaliyo tendeka katika taifa letu la Tanzania. Ikumbukwe ya kwamba wengi waliweza kuomba mahakama ya jinai ICC kufika Tanzania kuanzisha uchunguzi na kubaini ukweli halisi wa mambo kuhusiana na idadi kamili ya watu ambao waliweza kuangamia kufuatia maandamano, na miili ya wale ambao waliweza kuangamia ilienda wapi, kwa sababu kuna baadhi ya familia nyingi hapa Tanzania hazijui penye jamaa zao ama ndugu zao walienda, kwa sababu baada ya kuuawa hawajui walienda wapi. Ndio maana tukaona Samia Suluhu Hassan akiteua tume ya kufanya uchunguzi kuhusiana na mauaji ama maandamano nchini Tanzania. Wanapotembea Mwanza, wanapotembea Dar es Salaam, mitaa mbalimbali, wanaona watu wanalia, wengi wakisema ya kwamba wenzao waliweza kupigwa risasi wakiwa nyumbani, wengine hawapo hadi kufikia sasa, machozi yanatiririka. Ni jambo ambalo ni la kuhuzunisha bakubwa, lakini tunaomba Maulana akae katika kiti cha enzi. Siku moja atajionyesha na kujidhihirisha yeye mwenyewe, hasa kwa uongozi wa sasa katika taifa letu la Tanzania, na tutazidi kutoa taarifa wakati tunapozipata, kwa sababu lazima tuwajulishe Watanzania na watu wote kwa ujumla ili kujua ni kipi ambacho kinaendelea. Kabla nitamatishie hapo, naomba ikiwa hauja subscribe ubonyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kupata taarifa pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Tanzania ITV, na usisahau kubonyeza alama ya like. Asanteni sana, tukutane katika kanda ya baadaye.